hekima yao wenyewe. Wenye hekima yao wenyewe ni wale wenye hekima za duniani. Hatukatai wewe kuwa na hela, hatukatai wewe kuwa na pesa, hatukatai wewe kuwa tajiri, hatukatai kuwa kwenye position kubwa. Mimi mwenyewe hapa nasimama hapa, lakini nina nafasi kubwa sana serikalini. Nimesimama hapa, mimi na biashara ambazo zinanipa pesa nyingi tu. Kwa hiyo hatuzui wewe kuwa na pesa. Lakini je, hiyo pesa yako mataifa wameitafsiri vipi? Hiyo position yako mataifa wameitafsiri vipi? Je, umetumia hiyo pesa yako kwa hekima yako mwenyewe au umetumia kwa hekima ya Mungu? Yes. Pastor, tusomee hilo andiko. Korintho wa kwanza 1:27 mpaka 28. Biblia inasema bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Ona? Anasema vile vitu vidhaifu. Anaposema vitu vipumbavu, sio kwamba Mungu anatumia vitu vya kijinga. Usitafsiri hivyo. Biblia, unaposoma Biblia, omba sana Mungu akutafsirie. Usije ukasema unajua hiki kitu cha kipumbavu hiki ndio Mungu anakipenda. Mungu hatumii vitu vya kijinga. Hatumii ujinga. Anasema vitu vya kipumbavu vya duniani. Umeona? Upumbavu wa duniani ni hekima ya duniani. Yes. Una pesa, lakini pesa zako zimetoka kwa watu wenye hekima za duniani. Zimetoka kwa waganga. Huo ni upumbavu wa kidunia. Kwenye macho ya kibinadamu tunaweza tukawa tunamtukuza huyo mtu mwenye pesa, lakini ipo siku ambapo Mungu atamwaibisha huyo mtu ambaye wengi tumeona kwamba anafaa. Halafu akainua mtu mnyonge ambaye ana hekima ya kimungu. Maana yake katika huo udhaifu uliojaa hekima ya Mungu, Mungu siku moja ataufunika huo udhaifu, ataufunika huo umaskini, atafunika chochote ambacho sio cha kiungu kwako, halafu atakutukuza. Haleluya. Amen. Haleluya. Nasema hivi, huo udhaifu ulionao, ikiwa ni katika hekima ya Mungu. Yes. Prophesy. Name of Jesus. Hakuna udhaifu juu yako. Yes. Inuka, enda mbele. Amen. Inuka. Amen. Unahitaji tu neno. Yes. Unahitaji neno tu. Kama ambavyo neno lilimfikia Sauli katika upumbavu wake wa kidunia, neno likamfikia. Halafu hivi mmesoma habari ya Paulo kweli? Paulo bwana alipofikiwa na neno la Mungu akamwambia Sauli, kwa nini unaliua kanisa langu? Yaani lile ndio lilikuwa neno lake. Tunaambiwa Sauli aliinuka moja kwa moja kwenda kufanya kazi ya Mungu. Hakurudi kwa Petro, hakurudi kwa Yakobo kuuliza hivi mnafanyaje hizi kazi. Alienda moja kwa moja. Asubuhi ya leo inuka. Amen. Nenda kwenye kazi ambayo Mungu Nasema asubuhi ya leo ukainuke. Amen. Ili mradi neno la Mungu linakujia. Yes. Inuka kwa ajili ya kazi. Amen. Inuka kwa ajili ya kazi ya Mungu. Usiangalie udhaifu wako. Usiangalie umasikini. Usiangalie kile ambacho unakikosa. Inuka, fanya kazi ya Mungu. Amen. Katika udhaifu huo Mungu ndo anapendezwa nao. Amen. Anasema Mungu anatumia vitu vidhaifu. Maanake nini? Watu wanaoonekana hawana uwezo, wanaoonekana hawana nguvu, kupitia hao ndio Mungu anaachilia nguvu zake. Yaani hamjui tu.
Yaani haujui ni mara ngapi Mungu amekupa hiyo neema. Haujui. Ila baada ya ibada hii. Oh yes. Nasema baada ya ibada hii. Oh yes. Nguvu za Mungu zitakapoingia kwako. Oh yes. Na actually zimekwisha ingia. Amen. Wakati apostle anaomba hapa niliona watu wakipokea nguvu. Amen. Na hiyo nguvu ambayo Mungu ameachilia kwako. Oh yes. I receive power. Utakuwa mtu tofauti. Amen. Nasema utakuwa mtu tofauti. Amen. Kwa Mungu angalii kama dunia inavyoangalia. Mungu angalii kama dunia inavyoangalia. Mungu ana namna yake ya kuangalia. Mungu anachunguza moyo. Mungu anachunguza moyo. Wote ametupa neema. Ila je, hiyo neema unaifanyia kazi? Na andiko hili linatufundisha mafanikio ya kweli hayategemei nguvu zetu, hayategemei akili yetu. Amen. Hayategemei neema, hayategemei pesa tulionayo, bali anategemea neema ya Mungu. Kwa hiyo moja, usijidharau. Wewe ni mtu mkuu. Sema mimi ni mtu mkuu. Mimi ni mtu mkuu. Sema mimi ni mtu mkuu. Mimi ni mtu mkuu. Sitajidharau tena. Sitajidharau. Maana Mungu ameweka kitu kikubwa juu yangu. Mungu ameweka kitu kikubwa juu yangu. Jambo la pili, Mungu anaweza kukutumia hata kama dunia imekuona ufai. God can use you. Mungu anaweza kukutumia. Nasema Mungu anaweza kukutumia. Amen. Hata kama dunia imekuona hufai. Mungu anacha apendezwe na vitu vya upumbavu wa dunia. Na jambo kubwa lingine, nguvu za Mungu hazitegemea akili za mwanadamu. Oh yes. Siku zote usifike mahali ukasema huyu anaweza tu mwenyewe. Hapana. Tegemea nguvu za Mungu. Mwangalie Daudi. Daudi alikuwa ni mtu mdogo sana, mdogo. Tena hadi kaka zake walimdharau. Umeona Daudi wakati wa kupakwa mafuta akaitwa Yese, akasema leta watoto wako hapa. Akaleta wote. Akamwacha Daudi. Si ndio kudharauliwa huko tunakosema? Daudi aliachwa. Kwanza alichukuliwa ni mtoto mdogo, halafu mbili akachukuliwa yeye ni mchunga kondoo. Kwa nini aje hapa? Haya mafuta hayamuhusu. Yakatarabo shenderebusha. Yeketerabasha katarabosh. Pale ambapo alikudharau. Aya katarabosh. Oh yes. Yeketerebabosha. Oh yes. Pale ambapo alikudharau. Mungu anakwenda kukuinua. Amen. Alitafutwa Daudi huko aliko. Wakasema huyo mpaka aje, hatuwezi kuketi mpaka aje. Kuna siku familia yako itakaa kikao. Oh yes. Walizoea kukuacha. Oh yes. Lakini si baada ya somo hili la neema. Amen. Walizoea kuto kukushirikisha chochote. Oh yes. Lakini kuna siku watasema hatutaketi mpaka oje. Watasema hatutaketi mpaka aje. Neema. I receive. Siangalie udhaifu wako, mwangalie Musa. Oh yes. Musa wakati anatumwa akaokoa wana wa Israeli, akamwambia Mungu najua kwanza yeye mwestamara. Mimi mwenyewe mtu nisiyeweza kuongea, nina kigugumizi. Yakatarabosha. Hakuna udhaifu utakao kuzuia kwenda mbele. Amen. Musa aliondoka hivyo hivyo na kigugumizi chake. Kwani tunaambiwa kuna mahali Musa akwenda? Kuna mahali yani tunaambiwa Musa akwenda? Alienda, alibeba ile kazi na akawaokoa wana wa Israeli. Mwone mfalme Gideon. Mwone mfalme Gideon. Katika udhaifu wako Mungu anajitukuza. Amen. Neema utusaidia nini? Jambo la pili, anasema hutustahilisha hata yale tusio stahili. Mwaka ule wakati tunajifunza neema,
Hii ilikuwa ndo one of the definition kwamba neema hutustahili.